Habari gani mpendwa, kokote ambako unakonisikiliza sehemu yoyote ya nchi hii ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Kuna habari ambayo imetokea na inaendelea kutokea, imekuwa ni mwendelezo wa taarifa ambazo zinaendelea kutokea katika nchi hii ya Tanzania, na hapa ninaelezea masuala ya usafiri yalivyo katika siku ya leo Disemba 10. Maeneo ya Arusha pale Arusha, kwa kweli inaonekana mabasi kuwepo na raia pia kuwepo wakiangalia usafiri kwa kupeleka huku na kule ili waweze kupata chochote kitu, lakini pia wengine waweze kwenda kuwaona ndugu jamaa na marafiki zao, lakini wengine wakaweza kupata mazingira ya kipato, yani kwa maana kwamba wale waliojiajiri na kazi hiyo ya pale stendi. Kuna wale ambao wanakatisha tiketi, lakini pia kuna wale ambao wanafanya biashara katika maeneo ya stendi, mabodaboda na watu kadha wa kadha wamekusanyika katika siku ya leo Disemba hii 10, lakini malalamiko kwao ni kwamba mzunguko umekuwa ni mdogo sana, tofauti na jinsi ambavyo ilivyokuwa tangu hapo awali. Wamesema kuwa ni kweli hali ya leo inaonekana kuwa shwari na utulivu unaenea kila kona ya eneo hilo la stendi au eneo lote la jiji hilo la Arusha. Sasa maswali mengi yanaibuka kwao. Vipi sasa, maana biashara zao zinategemeana na watu kuja pale kwa ajili ya kuweza kupata mahitaji, lakini watu wanaonekana kuwa ni wachache kweli kweli. Taarifa hii sijui kama itakuwa imefika katika mamlaka husika, ambapo sasa waangalie namna gani wa kuweza kuwashawishi wananchi, kama jinsi ambavyo walivyowashawishi wakae ndani, basi viongozi waweze kuwashauri tena wananchi waendelee na majukumu yao kama kawaida, ili sasa uchumi usizorote. Maana kwa asilimia kubwa wananchi wengi wa Tanzania wanapata kipato chao pale wanapotoka, lakini wakikaa ndani, asilimia kubwa Watanzania wengi bajeti zao huwa ni za siku tu, ikienda sana siku 3. Na hata hivyo wale ambao walikuwa wameemea ili kuweza kupisha maandamano ya Disemba 9 washerekee sikukuu hiyo wakiwa wako nyumbani, sikukuu ya uhuru hiyo Disemba 9. Lakini kwa asilimia kubwa wanunuaji wa bidhaa hizo, sidhani kama wanakuwa na uwezo kwa asilimia kubwa kununua bidhaa nyingi kwa ajili ya kuweza kutoboa hata mwezi au wiki. Naona mara nyingi watu wakifanya maemezi kwa asilimia kubwa wanachukua maemezi ya siku 3, 4 mpaka 5, zimezidi sana siku 7. Kwa hiyo sasa hali ilivyo kwa raia wengi imekuwa ngumu zaidi katika upande wa kuweza kujipatia kipato cha hapa na pale kwa ajili ya kuendelea kuiona kila siku katika siku zao inakozidi kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo mamlaka zinazohusika hapo inabidi zifanye namna kwa ajili ya kuweza kuhakikisha maisha ya wananchi yanarejea tena katika hali yake ya kawaida ambayo imezoeleka kila siku. Sasa nini maoni yako kupitia taarifa hii hapa ambayo nimekusogezea? Nawe pia unayo nafasi kubwa sana ya kuweza kuchangia na kutoa maoni yako kupitia comment hapo chini, lakini pia hii video bwana itapendeza na wengine iweze kuwafikia. Kwa jambo la msingi, jambo zuri ambalo wewe unataka kulifanya la upendo zaidi ni kuweza kushare video hii na wengine waweze kuona hali ilivyo Tanzania, na hasa katika eneo hili la Arusha. Na kama uko mkoa mwingine tofauti na Arusha, andika hapo kupitia maoni. Je, wewe huko uliko maisha yamerejea kama kawaida au bado watu wako lockdown? Bana, bye bye. Habari gani mpendwa, kokote ambako unakonisikiliza sehemu yoyote ya nchi hii ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Kuna habari ambayo imetokea na inaendelea kutokea, imekuwa ni mwendelezo wa taarifa ambazo zinaendelea kutokea katika nchi hii ya Tanzania, na hapa ninaelezea masuala ya usafiri yalivyo katika siku ya leo Disemba 10. Maeneo ya Arusha pale Arusha, kwa kweli inaonekana mabasi kuwepo na raia pia kuwepo wakiangalia usafiri kwa kupeleka huku na kule ili waweze kupata chochote kitu, lakini pia wengine waweze kwenda kuwaona ndugu jamaa na marafiki zao, lakini wengine wakaweza kupata mazingira ya kipato, yani kwa maana kwamba wale waliojiajiri na kazi hiyo ya pale stendi. Kuna wale ambao wanakatisha tiketi, lakini pia kuna wale ambao wanafanya biashara katika maeneo ya stendi, mabodaboda na watu kadha wa kadha wamekusanyika katika siku ya leo Disemba hii 10, lakini malalamiko kwao ni kwamba mzunguko umekuwa ni mdogo sana, tofauti na jinsi ambavyo ilivyokuwa tangu hapo awali. Wamesema kuwa ni kweli hali ya leo inaonekana kuwa shwari na utulivu unaenea kila kona ya eneo hilo la stendi au eneo lote la jiji hilo la Arusha. Sasa
maswali mengi yanaibuka kwao. Vipi sasa? Maana biashara zao zinategemeana na watu kuja pale kwa ajili ya kuweza kupata mahitaji, lakini watu wanaonekana kuwa ni wachache kweli kweli. Taarifa hii sijui kama itakuwa imefika katika mamlaka husika, ambapo sasa waangalie namna gani wa kuweza kuwashawishi wananchi kama jinsi ambavyo walivyowashawishi wakae ndani, basi viongozi waweze kuwashauri tena wananchi waendelee na majukumu yao kama kawaida, ili sasa uchumi usizorote. Maana kwa asilimia kubwa wananchi wengi wa Tanzania wanapata kipato chao pale wanapotoka, lakini wakikaa ndani, asilimia kubwa Watanzania wengi bajeti zao huwa ni za siku tu, ikienda sana siku 3. Na hata hivyo wale ambao walikuwa wameemea ili kuweza kupisha maandamano ya Disemba 9 washerekee sikukuu hiyo wakiwa wako nyumbani, sikukuu ya uhuru hiyo Disemba 9. Lakini kwa asilimia kubwa wanunuaji wa bidhaa hizo, sidhani kama wanakuwa na uwezo kwa asilimia kubwa kununua bidhaa nyingi kwa ajili ya kuweza kutoboa hata mwezi au wiki. Naona mara nyingi watu wakifanya maemezi kwa asilimia kubwa wanachukua maemezi ya siku 3, 4 mpaka 5, zimezidi sana siku 7. Kwa hiyo sasa hali ilivyo kwa raia wengi imekuwa ngumu zaidi katika upande wa kuweza kujipatia kipato cha hapa na pale kwa ajili ya kuendelea kuiona kila siku katika siku zao inakuzidi kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo mamlaka zinazohusika hapo inabidi zifanye namna kwa ajili ya kuweza kuhakikisha maisha ya wananchi yanarejea tena katika hali yake ya kawaida ambayo imezoeleka kila siku. Sasa nini maoni yako kupitia taarifa hii hapa ambayo nimekusogezea? Nawe pia unayo nafasi kubwa sana ya kuweza kuchangia na kutoa maoni yako kupitia comment hapo chini. Lakini pia hii video bwana itapendeza na wengine iweze kuwafikia. Kwa jambo la msingi, jambo zuri ambalo wewe unatakiwa kulifanya la upendo zaidi ni kuweza kushare video hii na wengine waweze kuona hali ilivyo Tanzania, na hasa katika eneo hili la Arusha. Na kama uko mkoa mwingine tofauti na Arusha, andika hapo kupitia maoni. Je, wewe huko uliko maisha yamerejea kama kawaida au bado watu wako lockdown? Bye bye.